Serikali kwa muda mrefu imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za kidini katika kujenga mazingira shirikishi ya malezi na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum. Kufikia mwaka 2024, watoto wapatao 1416 wamesajiliwa katika shule 18 hapa nchini. Vile vile tumeendeleza na kupanua mafunzo ya ualimu kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kwa ngazi za stashahada na shahada. Aidha, serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa kutosha kwa ajili ya viungo physiotherapists, lakini pia wataalamu wa kutosha kwa ajili ya tiba kwa vitendo occupational therapists, na wale wa lugha wa kusaidia matamshi au speech therapist, pamoja na watoa tiba ya afya kisaikolojia na wengineo wanaohudumia watoto wa aina hii. Tunafanya hivi kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum, hususan wale walioathirika na usonji, hukutana na vikwazo vingi vikiwemo vya mawasiliano, kutoweza kuongea, kutokukubaliwa mashuleni na kwenye jamii, kutengwa na watoto wenzao na kushindwa kuchanganyika, kufichwa majumbani kutokana na imani potofu kwenye jamii juu ya usonji na kadhalika. Hizi ni baadhi tu ya hatua zinazochukuliwa na serikali kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata malezi majumbani kwao, lakini pia wanapata elimu stahiki kwa kuimarisha huduma za kiafya za kielimu. Katika kujenga uelewa kwa jamii yetu na kulinda haki za watu wenye usonji, nchi yetu inaadhimisha siku ya usonji duniani iliyotangazwa na Umoja wa Mataifa kila ifikapo tarehe 2 Aprili ya kila mwaka. Mhashamu Baba Askofu, nimependa sana mstari uliousoma unaosema amin, amin, nawaambia, kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Na hili nalo naliona katika kuta kila ninapotupa macho, lakini hata wakuu wa majimbo walipokuja kutoa mchango wao, hii ndiyo quotation ambayo waliisoma, au ndio neno ambalo walilisoma. Sasa ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum, lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu.